Naomba tuingie kwenye neno fupi hapa, alafu tuingie kwenye maombi, na baada ya hapo tuingie kwenye matangazo. Bwana asifiwe sana. Naomba leo tutajifunza lugha za Mungu na miungu. Kama unaandika kabisa, uandike lugha za Mungu na miungu. Mungu na miungu, haya hizi ni aina mbili za uwepo tofauti. Mungu sio mtu, Mungu sio kiumbe, lakini miungu ni viumbe. Zaburi inasema kwamba ndinyi ni miungu na wana waliye juu, Zaburi ya 82 pale. Kwa hiyo miungu ni viumbe kama vile Yesu, lakini Mungu sio kiumbe. Kwa hiyo Mungu ana lugha zake, miungu pia ina lugha zao. Unisikie vizuri tu hapa. Kubarikiwa na Mungu au kuinuliwa na Mungu lazima uzijue lugha. Hebu nianze vizuri ili unielewe. Unataka kubarikiwa na Mungu, unataka Mungu akuinue. Hatua ya kwanza, baraka zipo kwenye nini? Wakati. Sawa sawa. Hatua ya pili, mahusiano. Hatua ya tatu, uzijue lugha. Ujue lugha za nani? Za Mungu au za miungu. Bwana asifiwe sana. Baraka zangu mimi za kwenye ndoa zipo kwenye lugha. Baraka zangu mimi za uchumi zipo kwenye lugha. Baraka zangu mimi ndani ya kanisa zipo kwenye lugha. Baraka zako wewe mtaani zipo kwenye lugha. Baraka zako wewe kule kwenu Chagani, kule kwenu Mbeya, kule kwenu Iringa, kule kwenu wapi, Tabora, zipo kwenye lugha. Kwa hiyo ujifunze kuzijua lugha, kwa sababu kwenye lugha kuna baraka. Lakini pia kwenye lugha hizi pia huwa zinakuwa na nini? Laana. Naelewa vizuri Ndio maana katika vitu vya kuomba kwa Mungu uzijue lugha za Mungu au za miungu. Okay, ukija hata ukiondoa Mungu na miungu, katika mwili pia kuna lugha ukizitumia unafanikiwa kwa watu. Hebu jiulize, yule mtu ambaye kabisa anakutapeli mpaka unaingia boksi na anachukua hela yako, hatumii nguvu, hatumii ushirikina, hatumii uchawi, lugha tu ambayo anaitumia, anachukua hela kwako au anakutapeli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata pia katika mwili ukiondoa Mungu hapa na miungu, pia katika mwili lugha yako itakufanikisha, lugha yako itakuangusha. Watu wengi kabisa mahusiano yao na jamii yao yameharibika. Sio kwamba mtu ni mbaya, language, lugha tu hii. Haleluya. Sasa hii nimetoa wapi? Hii mimi sijatoa kwenye akili yangu, nimetoa kwenye Biblia, kitabu kile cha Mwanzo 11 mstari wa kwanza. 11 mstari wa kwanza. Sema hivi, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Kwa hiyo kumbe kuna lugha na kuna nini? Na usemi. Kwa hiyo nchi inatakiwa iwe na lugha moja na usemi moja. Lugha kwa lugha kwenye Biblia hapa lugha hii lugha kwa Kiingereza wanasema language. Usemi wanasema speech, kama mahubiri au fundisho. Yaani akisema usemi kwa mujibu wa Biblia ni fundisho. Kwa niongee vizuri tena. Tunataka watu wa huduma ya Kristo tufanikiwe. Kitu cha kwanza kabisa, tuwe na lugha moja. Tuwe na usemi moja. Kabisa unataka ufanikiwe kwenye familia yako, lugha iwe hii moja na usemi moja. Hakuna baraka ambayo haiambatani na lugha na usemi. Kwa maana okay. Hebu tena tuende pale kwenye hii 11 lugha Mwanzo hii 11. Hebu tushuke pale mstari, nafikiri mstari wa 7. Tushuke mstari wa 7. Au tuanzie tu mstari ule wa 6.
Okay, nisikie na kusomea hapa. Naanzia tu mstari wa 2. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujenge mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, sikiliza hapa. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoyawaza kufanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Umeelewa hapo? Mungu mwenyewe anakiri kwa kinywa chake, hawa watu hawawezi kuzuiliwa. Mimi Mungu siwezi kuwazuia hawa watu. Kwa sababu gani? Wana lugha moja kabisa. Mungu ametoa agizo, enendeni anasema mkazae, mkaongezeke, mkajaze nchi. Yaani watu watawanyike, nchi ijae. Lakini hawa wameamua tukae sehemu moja, tuwe na gorofa, niende hewani, tusitawanyike. Sema kusudia ya Mungu. Lakini Mungu akasema hivi, hawa hawezi kuzuiliwa kwa sababu lugha yao ni moja. Hakuna kitu ambacho Mungu anakiogopa na Ibilisi kama watu wakiwa na lugha hii moja. Naelewa vizuri Yaani ukiwa na lugha moja na mume wako, hakuna kitu kinaharibika. Hata ni mnara mtaujenga. Mkiwa na lugha moja kwenye familia, hakuna kitu ambacho kwenu kitashindikana. Zikija lugha mbili tu, hamwendi. Kuna baadhi kabisa ya watu Mungu amewabariki kiuchumi wako vizuri, lakini tuangalia, hakuna kitu wamefanya, hakuna. Kwa sababu gani? Hawana lugha moja. Lakini wengine kabisa hawana fedha, hawana uchumi, lakini wamefanya vitu vikubwa sana. Kwa sababu gani? Mke na mume wa lugha hii. Hata sisi hapa kanisa la Huduma ya Kristo kabisa tunaweza tukafanya mambo makubwa sana. Kwani hii zikiwa tu mbili hapa, hata tubarikiwe kiasi gani, hatufanyi kitu kabisa. Haleluya. Kwa hiyo hapa mstari wa 7 anasema, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Umeona Kwa hiyo Mungu akachafua lugha. Nikitaka kuyaharibu maisha yako na kuchafulia tu lugha, basi hicho tu. Nikitaka niajenge maisha yako na kuletea lugha. Wachawi wakitaka waharibu ndoa yako, hawatumii nguvu nyingi, lugha tu wanazitumia. Sasa ukija kwenye usemi kibibilia ni matamko, ni utamkaji. Sio usemi kwamba mgagaa na upo hali wali mkavu. Sio hizo. Kibibilia ukisema usemi ni utamkaji. Unatamkaje? Matamko. Miaka ya nyuma hapa, wakati hii barabara hii hii pili hapo hivi hapo, uko unapita vizuri hapo, unatokea upande wa pili huku hivi, pakawa kuna watu wanafanya ushirikina kwenye tutoro hapa hivi. Wanakuja hapo, wanaweka vinyesi, alafu wanatamkia vile vinyesi, yani nuksi. Kama mtu wa kwanza ambaye atapita pale akutane na ule uchafu, maneno ambayo pale yametamka, mtu ya muingie. Barabara hii hapa hii sana, hii hapa na okay, niseme sana, hata pia barabara hii ya huko hivi, hii barabara ya pili ya huko hivi, walikuwa wana tabia hiyo. Wanavunja nazi huku nyuma, mayai pamoja na vinyesi, na kabisa wanafanya huku. Kwa sababu gani? Wanatamkia maneno kwa watu ambao wanaishi hapo, wachukue nyota. Wanafanyaje? Wanapiga tukio na matamko yake pale pale. Wewe mtu wa kwanza umeingia tu pale hivi, ukayakuta haya hapa, ukaondoka, tayari unayo.
tamko lile linaingia ndani yako. Kumbe takiwa ukiona pale vile utamke, yaani baba utamke shindo kwa damu ya Yesu. Yaani utamkie neno. Watu ambao wanaishi kule Tanga wanajua vizuri matamko ambavyo yanafanya kazi. Kwa hiyo tukisema useme kiBiblia ni utamkaji. Unatamkaje? Mungu yuko kwa ajili ya kusikia matamko yako. Unatamka nini kwenye ndoa yako? Watamka nini kwenye familia yako? Nini ambacho unakitamka? Mimi ni wakufa tu. Utakufa kweli, utakufa kweli, utadidi kweli. Maana wajitamkia mwenyewe, mimi ni wakufa tu. Nafikiri hata miezi hii utakufa kweli. Utakufa kweli. Kwa sababu gani? Wajitamkia mwenyewe hivyo. Unajua umasikini huu umenizidi kweli. Utakuwa kweli hivyo. Kwa sababu gani? Wewe kila siku unafanyaje? Unatamka, unajisemea. Na naelewa vizuri. Ndio maana Mkristo ukishamjua Mungu, jambo la kwanza zitambue lugha, alafu njoo kwenye nini? Kwenye usemi, kwenye utamkaji. Sasa utamkaji kiBiblia unachukua lafudhi. Unachukua nini? Lafudhi. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu nafundisha nataka uvielewe. Usemi ni utamkaji, na huu utamkaji kwa Mungu anasikiliza lafudhi. Jinsi unavyotamka inakuja kwa lafudhi gani? Kwa mfano hapa tunaimba nyimbo ya meimba hapa. Nyimbo hiyo ikiimbwa kwa namna nyingine, Mungu anaweza asipokee utukufu ule, asipokee. Ni nyimbo, lakini jinsi ambavyo jinsi lafudhi ambayo hapo inatumika, Mungu anaweza kupokea au asipokee. Hapa kwenye lafudhi. Hebu fungua Methali. Fungua Methali. Methali 16:21. Haya. Methali 16 mstari wa 21 anasema hivi, sikiliza. Anasema aliye na hekima moyoni ataitwa mwenye busara. Utamu wa maneno huongeza nini? Elimu. Swala sio kufundisha tu. Mtu anaweza kufundisha lakini usielewe anatumia lafudhi gani kufundisha. Anasema utamu wa maneno huongeza nini? Elimu. Kwa hiyo kumpa mtu elimu sio tu kitabu kinasema hivi. Umetumia lafudhi ipi? Nabadilisha lugha sasa, niongee kimwili. Niongee kimwili. Kwa mfano labda nikamwambia mchungaji hapa sasa hivi hapa. Nikamwambia mchungaji, naomba hii Biblia. Umeona Ataamka kweli, atanipa. Mchungaji, nipe Biblia. Umeona neno ni hili moja, mchungaji nipe Biblia, lakini lafudhi ambayo nimeitumia hii ya pili, maana yake huyu si kitu, yuko chini yangu, sawa yaani naweza ngafanya hivyo. Lakini ile nyingine ina utamu wa nini? Wa elimu. Naelewa vizuri Yaani baraka za mtu zipo kwenye utamkaji, lafudhi ambayo anaitumia kutoka tamko. Na kabisa yeye akajipima, mbona mimi siko chini yake? Mbona mimi niko chini ya Mungu? Huyu anatoaje amri kwangu? Naongea tena. Nisikize vizuri. Tunaharibu wapi wanadamu? Tunaharibu kwenye utamkaji. Kuna mtu kabisa atakusudia akubariki, lakini unavyotamka tu inamtoa kabisa. Kuna mtu kabisa labda amepanga akushike mkono, lakini jinsi unavyopeleka hoja yako, lafudhi yako inamfuta. Ndio maana katika miungu huwa hawaangalii umeongea nini. Miungu wanaangalia umetamkaje. Nisikilize, yaani hapa naongea vitu vigumu, lakini ukivielewa hapa umeenda. Tukisema miungu kwa lugha ya kibinadamu, miungu ni wale wakuu au viongozi. Kwa Mungu hamna kiongozi, kuna miungu.
Kibinadamu ndio tunakuwa na viongozi. Viongozi hawaangalii umesema haki kiasi gani, wanaangalia umetamkaje. Ni kweli kabisa mimi Steven Jacob nimekosea, unanikosoaje? Maana anasema hivi, baba aliyeshika kama baba, si ndio? Mama kama mama, kijana kama kijana. Yaani lugha rahisi kwa kuzingatia hadhi. Sasa matamko. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kabisa, umeongea haki, umeongea vizuri. Tatizo utamkaji. Haleluya. Nafahamu ile habari ya Daudi. Daudi alienda akamchukua mke wa Uria, alafu akamuua Uria. Nathani akatumwa na Mungu kwamba nenda kamuonye Daudi. Akaenda akamwambiaje? Mfalme, kuna watu wawili, mmoja ni tajiri, ana kondoo alafu ana ng'ombe, na mwingine ni masikini, ana kondoo mmoja mdogo, akamlea huyo kondoo, akamkuza. Akaja mgeni, tajiri huyu akaenda akachukua yule kondoo wa masikini, akamchinja, akampa mgeni. Je, katika hao wawili nani anastahili adhabu? Daudi akaamka kwa hasira, ni huyo ambaye amechukua masikini, tena anatakiwa alipe mara 4 zaidi, tena auawe. Akamwambia, sasa mtu huyo ni wewe. Muona lugha mtu huyo ni wewe, maana Bwana amekutia mafuta, amekupa kila kitu. Kwa nini kuchukua mke wa nani? Wa Uria? Pale pale Daudi akaenda chini, akaanza kutubu. Lakini ona lugha ambayo kaje mtumika, matamko. Katumia nini? Mifano. Mfano akaingia mwenyewe katika nini? Katika hukumu mwenyewe tu, akaenda chini. Bwana umsamehe. Lakini ingawa Bwana hakumsamehe, akaambia mtoto wako wa kwanza lazima afe, na upanga utakuwa juu ya nyumba yako, maana umwaga damu. Kwa sababu gani? Damu iliyomwagwa inafanyaje? Ina usemi, inaongea. Naelewa vizuri Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayesikia, anafuata usemi. Unasemaje? Unatamkaje? Sababu Uria kabisa mke wake amechukuliwa, hakuondoka, amekaa mlangoni pale kwa Daudi. Hataki kutoka. Mke wangu, analilia pale. Kabisa ameambiwa anapoa kila kitu basi aende, lakini Uria amekataa. Amekataa. Huyu ni mke wangu, analala mlangoni pale. Amemchukueni huyu, pelekeni kwenye vita, mwekeni mbele wamuue, alafu nimchukue mke wake. Damu ikaanza kuzungumza, inatoa usemi, matamko. Damu haiongei kwamba nimekufa. Matamko yanakuja, lafudhi zinaamka. Naelewa vizuri Kwa hiyo unapoongea na Mungu, zingatia utamkaji wako. Unamgusa Mungu? Mimi ninapoomba siombe tu Baba katika jina la Yesu Kristo Bwana. Naangalia utamkaji wangu mbele za Mungu. Sababu kuna jinsi Mungu anasikia, jinsi unavyotamka. Juzi nikawa naongea na dada yangu, wajukuu wa Masasa wamekuja hapa, wamejaa wengi sana. Wanacheza vurugu kweli. Sasa mimi nahangaika. Tulieni. Dada ananiambia hivi, wewe watoto waache. Sikiliza tu jinsi ambavyo wanaongea au milio. Ukisikia huyu amelia ile ya uchungu, kaangalie kuna nini. Ukisikia amelia hivi, acha. Kwa sababu gani? Lafudhi za vilio. Okay, wale ambao Bwana amwajalia tu mnajua. Kuna wakati mtoto wako anaweza kalia, acha mwache huyu. Lakini kuna jinsi mtoto anavyolia, hata kama ulikuwa kule ukaisikia, inapita mpaka moyoni, utakurupuka uliko, uangalie kuna nini. Kwa sababu gani? Shida sio kulia, ameliaje. Haleluya. Mungu anasikia kilio. Mungu anasikia kilio cha nani? Cha mwenye haki. Sio kila anayelia tu Mungu anajibu na anasikia. Anasikiza kilio cha nani? Kilio cha mwenye haki. Hebu tumsikie vizuri. Ndio maana kuna watu wanafanya maovu, wanafanyia wengine maovu, kwamba Mungu hatalipa. Mungu huwa analipa. Kwa sababu gani? Anasikia nini? Ni Mungu kusikia kilio. Ndani yako nini kinalia? Kule kulia kule, Mungu anasikia. Naelewa vizuri
Okay. Sikio la Mungu liko wapi? Mungu anasikiaje? Mungu anasikia kwa njia mbili, ni kilio na utukufu basi. Yaani ukitaka Mungu akusikie ni viwili. Kilio na utukufu. Utukufu maana yake ni shangwe, ukarimu na upendo. Hebu tuanze hapa na kilio. Nini ambacho ndani yako kinalia? Nini kinalia ndani yako? Nini kinakutia uchungu ndani yako? Hebu nitoe mfano mwingine wa kimwili. Nitoe mfano wa vijana. Umeingia kwenye mahusiano na kijana wa kike au wa kiume, alafu mwenzako anakutendea haki zote. Kama ni wa kike, basi kijana huyo anakutendea haki zote, alafu unampiga matukio ambayo ndani yake atasikia maumivu, ataanza kulia, alafu akatamka neno kwamba namwachia Mungu. Kitu ambacho huyu nimemfanyia, basi mimi namwachia Mungu. Ile kilio Mungu anasikia. Utaingia kila mahusiano hayakai. Kwa sababu gani? Kuna kilio cha yule mtu wako wa zamani kule. Amekufanyia haki zote, ukampiga tukio la maana, akaanza kulia kila siku. Haleluya. Kuna watu kabisa ndoa zao hazikai. Hata urekebishe hivi, hazikai. Hao watu kuna laana ipo. Imetokea wapi? Kilio. Maana miungu inasikia nini? Kilio. Inasikia kilio. Tunaelewa? Nakumbuka mwaka 2000 na ngapi? Na 16 17 hivi. 16 17 hivi. Kuna mtu alipiga tukio moja la maana, na kabisa najua mimi ni mtumishi wa Mungu. La maana, la ukweli. La maana, sikwambia ni lipi, lakini la maana la ukweli. Tena kabisa akashirikiana na ndugu yake. La maana na la kusingiziwa, la ukweli, tukio lenyewe. Nimerudi nyumbani, mwili wote umechoka. Yaani nimechoka hapo hapo. Mama anajua. Mwili wote umechoka, niko hoi. Hata kula siwezi. Ndani moyo unaugua tunalia tu. Kaambia Mungu, mimi hawa watu sina cha kuwafanya. Kama mwanadamu sina uwezo wa kuwafanya. Sina pesa, sina mamlaka, sina. Lakini Bwana, wewe unasikia kilio changu. Paka naongea leo hii. Wana maisha ya laana. Yaani acha. Huyo mmoja Bwana amemfunga tumbo, hakuna kuzaa. Anazaa mtoto, wanakufa tu. Yeye kule hajui kwamba shida ni nini, lakini kilio. Toka ule mji wa nyuma pale naumwa, niko hoi. Mpaka nikamwambia bana, hebu kwanza nianywe kwanza kidogo Arusha, nikapumzike kidogo angalau hata wiki. Moyo utulie. Tukio hilo. Na ndio maana Mkristo, epuka sana kuwapiga watu matukio ambayo yatachilia nini? Vilio ndani yao. Hivi vilio vinakurudia. Usimpige mtu tukio akalia, ukaona kwamba eti umewini. Hujawini. Mungu atakurejea tu. Maana Mungu ni Mungu mwenye haki na anasikia kilio. Hata pia ni mwanao, mtu wako pale nyumbani, ukampiga kwa kumuonea tu. Kabisa kwa kumuonea tu, ukamweka kwa kumuonea tu. Huyu mtoto akalia kwa uchungu sana. Sawa tu, mimi sina cha kufanya, sawa tu. Mtoto analia hivyo. Mama unashangaa au baba, mambo yako inaanza kukataa, haiendi. Kwa nini? Mungu anasikia nini? Kilio. Amesikia cha huyu mtoto. Maana kweli wewe ni mkubwa. Kweli huyu ni mtoto, hana uwezo wa kukufanya. Ukamuonea tu, akalia. Bwana akamsikia. Na wewe utatandikwa kwa sehemu yako. Haleluya. Msiwalize watu. Nasikia? Msiwalize watu. Kaini akamuua ndugu yake Habili. Bwana kumwacha, alisikia kilio cha damu inalia. Wengine kabisa Bwana amewajalia wamepata waume ambao ni wapole, wastaarabu. Mwanamke sasa hiyo ndio stiki, anampiga huyo mwanaume kila siku matukio.
Huyu baba anyway, sawa bwana, sawa basi. Alafu wanaume kuna umri fulani ukifika huwezi kuachia familia hata iweje. Kuna umri fulani ukifika kwa wanaume, hii wanajua. Kuna umri fulani kwa wanaume ukifika hata iweje huwezi kuachia familia. Labda familia ndio ikutupe. Sasa huyu atapigwa matukio, atalia tu. Huyu anayempiga, njoo angalia maisha yake, ni ya hovyo tu. Mtumishi niombe. Kapatane na yule mume wako kule unayempiga kila siku matukio. Patana naye kwanza yule. Mungu hasikii maneno asikile baba kwa damu ya Yesu Kristo. Anasikia nini? Kilio. Haleluya. Kwa hiyo hata watu ambao pia wewe wanakuuliza, Mungu atawashughulikia tu. Hakuna mtu ambaye mimi amewahi kunifanyia tukio la kulia alafu Bwana kamwacha. Labda mimi nimwombee rehema. Kwa Bwana msamehe, maana hajui nalo nitenda. Nimwombee rehema mimi. Hata wewe pia, mtu akikupiga tukio saa ile ukaumia, ukitamka neno lolote pale huwa linakuwa lazima liwe. Ila wewe ni mtu mwenye haki, maana ni kilio cha wenye haki. Wewe ni mwenye haki. Sio na wewe tu ni mwizi tu kama tu waizi wengine. Mwizi kaibiwa analia sana. Ushaona mwizi akiibiwa? Kumbe na wewe ni mwizi tu. Unaiba tu kama hivyo. Hebu tu mengine nisiseme. Ila ambacho nataka nikwambie, epuka sana kumliza mtu. Usimlize mtu. Na hata pia kuna saa umelizwa, epuka sana ule uchungu unaunganishia wapi. Sometimes hata pia kabisa ni mtoto wako amekukwaza ukaumia. Chunga sana kwenye pale kwenye kuongea pale. Kuna baadhi ya wazazi, watoto wao wameharibika kweli. Kwa sababu gani? Wazazi hawana stamina. Kweli kabisa, mtoto amemliza akampiga tukio, lakini anasahau kwamba huyu ni mwanangu tu, anasahau. Sawa, baba yako mimi, tutaona kama utaishi. Kwenda huko kwanza, kwenda konokono wewe. Kwenda mbwa wewe. Hapo ameumizwa Sasa njoo baadaye angalia. Mtoto anakuwaje kweli? Mbwa kweli vile anakuwa vile ni kambwa. Kabisa. Leo ameingia hapa, kesho ameingia. Si mbwa koko? Si koko. Leo ameingia huku. Ameingia kwenye baa hii huku. Ameingia na nguro hili huku. Vile. Kwa sababu gani? Wakati huu mtoto amekuumiza, ulitamka maneno. Mwingine anazubaha tu. Zubaifu tu hivi. Nimezubaha tu hivi. Chunguza utaona. Kuna maneno ambayo mama au mlezi wake alitamka juu ya huyu mtoto. Mtoto labda mama kaandaa chai yake ya mgeni wake anakuja. Mtoto akaja akapita na akanywa. Akapita akanywa pale yote akamaliza. Mama, hivi lakini unakuaje wewe? Hii chai ya mgeni mbona usikie? Kwenda mbwa wewe. Tayari. Hako mbwa wako kanaenda mtaani yako kanaenda. Haleluya. Ndio maana kwa Mkristo, chunga sana matamko yako wakati wa uchungu, wakati wa kilio. Chunga sana. Hata pia ni mke wako au mwenza wako au mume. Saa amekukwaza, chunga sana kwenye mazungumzo. Kwenda huko. Sikutaki tena. Tayari. Ile roho ya kukatana inaamka pale. Umeongea muda gani? Kama unatumishi wa Mungu saa hiyo, labda watu wamekwaza. Kwanza ile kanisa nalifunga, sitaki tena. Wamefunga mwenyewe sasa. Hapo. Ibilisi anachukua nafasi, anafanyaje? Pambana na kanisa haliendi. Pambana. Mlitamka. Kuna siku viongozi wako kanisa walikukwaza, ukatamka nafunga, sitaki tena hapa, sitaki. Kwanza naondoka. Tayari. Umefanyaje?
weka kifungo hapo, hutoki. Jamani, ninayoongea hapa kwenye Biblia yapo. Wana wa Israeli walipigwa sana kule Misri kule, wakamlilia Mungu. Mungu akasikia kilio, akamleta mtu anaitwa Musa, akaja akawakomboa. Wewe unaliaje? Lia ukimuita Mungu, Bwana nisaidie, Bwana nivushe. Sasa tayari umekerwa. Wewe muite Mungu. Mimi nilikuwa na usemi wangu nasema Mungu nisaidie. Oh God help me. Usemi wangu ulikuwa wa kipindi hicho. Napita mapito magumu, Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Hivyo hivyo, Bwana nisaidie. Nisaidie. Hivyo hivyo, nisaidie. Hivyo. Changamoto baada ya muda, Mungu anainua msaada, mambo yanakwenda. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Mungu anasikia kilio. Mtumishi kabisa amesema, jamani tuna mchango labda kununua kamera. Wewe kila mtu atoe 10,000 hapa. Wewe ukaanza kulia. Sasa lakini mtumishi kwani hajui hali zetu zilivyo, lakini unatoa sadaka kwa kulia. Mungu apokei. Watupa hiyo. Apokei. Maana umetoa ukilia. Mtumishi naye kwani hajui hali zetu, kutuwekea kila mtu kiwango. Kwani yeye hajui kilio? Hiyo sadaka Mungu apokei. Hebu tu basi nitoe tu mtumishi kila siku zaka. Bana, ngoja tu nitoe tu anione. Mungu apokei. Apokei. Kwa sababu gani? Utoaje kwa nini? Jamani, hebu tuongee katika mwili. Kuna mtu akikupa hela yake ufanye kitu, inakuwa na mikosi. Kwa sababu gani? Wakati anakupa hajatoa kwa moyo, hajatoa kwa utukufu, kwa maana kwa shangwe, ukarimu na upendo. Katoa akiwa analia. Hamna shida. Tena huyu baba unajua huyu. Ngoja tumtoe ili tu nisije nikawa mbaya katikati yao. Haiwi. Maana Mungu anaangalia vitu viwili. Sikio la Mungu liko kwenye nini? Kwenye kilio na nini? Utukufu. Ukimsaidia mtu, usimsaidie mtu kwa maneno. Una amezidi. Haya. Haendi kufanikiwa huyo mtu. Msaidie mtu kwa utukufu, kwa ukarimu, kwa upendo. Mungu anakujibu. Hata wale ambao pia wanatoa sadaka kwa shukrani, kwa shangwe, ukarimu na upendo, kaangalia utaona tu pia wanaendaga. Wale ambao wanatoka kwa kulia, Mungu apokeaji. Bwana unibariki, lakini mtumishi ametokea viwango. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tafuta Mungu akuone. Anakuonea wapi? Njoo hapa kwenye utukufu pamoja na. Sasa kwa sisi ambao tayari Mungu ametoka mahali fulani, huwa tunahama kwenye kilio, tunamia hapa kwenye utukufu hapa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu akishasikia kilio na hii utukufu, majibu yake yako hapa. Mungu huwa anajibu kwa baraka, kwa neema na rehema. Hizi tatu hizi. Mungu huwa anakujibu wewe kwa baraka, kwa maana ya haki. Anakujibu kwa neema, kwa maana ya upendeleo. Lakini pia kwa rehema, kwa msamaha. Narudia tena, Mungu hajibu hovyo hovyo. Anajibu kwa baraka, kwa neema na rehema. Lakini hii baraka inaangalia huyu Mungu umemfanyia nini? Sawa? Kwa neema, kitu gani cha ziada ambacho Mungu ulimfanyia mpaka akupendelee? Maana neema ni upendeleo. Kuna mtu hata akikosea, hata pia hapa huduma ya Kristo tulioko hapa Arusha na mikoani kabisa, mimi kama mchungaji, kuna watu kabisa sitaki waguswe kabisa. Si kwamba hawakosei, wanakosea. Si kwamba hawaniuzi, wananiuzi, lakini wache tu. Acha tu. Lakini wewe mwache tu. Mwache tu.
neema, upendeleo. Kwa sababu gani? Huyu mtu kuna kitu extra anakifanya cha Mungu. Mnanielewa? Amen. Okay, toka kwenye kanisa, hata pia pale kwako una mtoto wako. Mtoto wako pia anaweza akakukosea kosa kubwa sana, lakini ukamrehemu. Mwache tu. Kwa nini? Huyu ukamwambia wewe nani dukani, shika enda dukani, amekimbia ameenda. Yaani ni mtiifu, lakini siku moja akakosea, unamrehemu. Mwacheni tu. Kwa sababu gani? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu anajibu kwa baraka, kwa neema, pamoja na nini? Pamoja na rehema. Kwa nini anajibu? Amesikia nini? Amesikia kilio au amesikia utukufu. Mimi ndivyo ninavyofanya kwenye maombi yangu, na Mungu huwa ananijibu na maisha huwa yanasonga mbele. Natumia nini? Natumia viwili hivi, kilio na utukufu. Na sasa huwa niko hapa. Maana sasa hivi vilio sina. Haleluya. Sasa hivi namshukuru Mungu, sina vilio. Watu wote wale ambao walikuwa yani majanga, Mungu amewaondoa wote. Kanisaidia, wengine Mungu ameondoa, wengine nimeondoa mwenyewe kabisa. Watu wote ambao kwangu walikuwa ni uchungu, ni kulia tu, kuna ambao nimeondoa mwenyewe, wengine Bwana amenisaidia. Kwa hiyo namshukuru Mungu, sina kilio. Mimi sasa hivi niko hapa kwenye utukufu hapa. Nafanya vitu hivi vitatu hivi: shangwe, ukarimu, pendo. Niko hapa. Haleluya. Mimi naongea hapa, sijisifii mbele za Mungu. Kuna vitu hata nikifanya Mungu ananisamehe tu. Afu kafanya wewe uone. Kafanya wewe. Bwana nirehemu, sawa. Anakuja hapa. Shangwe, ukarimu. Umemkarimu nani? Wewe tu hata wageni pale kwako umeshtoka kuwakarimu. Mgeni kwako pale amekuja, hata kununua soda tu ya 500 kumpa, kwako wewe ni nyingi. Hela zitaisha kweli? Bwana asifiwe sana. Yaani Bwana nirehemu, sawa. Umetoa nini? Maana upendo ni kutoa, si ndio? Umetoa nini kwa Mungu? Hivi mnaelewa lakini ninachoongea hapa? Hivi vitu ni maarifa. Hivi vitu ni maarifa. Yaani umefanya nini? Umefanya nini? Kuna baadhi kabisa ya watu mimi wakinikosea na waacha tu. Wamefanya nini? Wamefanya nini? Wamefanya nini? Kuna ndugu mmoja ni mtu mzuri sana. Kinachomwangusha tabia tu ni mtumishi wa Mungu kabisa, mzuri na kabisa, akikuombea unapoda kabisa, ni mzuri huyu mtumishi. Tatizo tu tabia. Ni mtu wa hila. Kukuzunguka sasa hivi, yani kukuzunguka ni dakika 2. Kupasua kanisa ni sekunde tu. Kusingizia ni dakika. Ana moyo wa kupenda pesa. Ni mtu kabisa ni mtu wa Mungu mzuri. Kabisa binafsi yangu natamani yaani hata kesho ningekuwa naye hapa, lakini namuogopa. Sababu gani? Hata jana nikaongea na mama hapa, kama huyu mtu ni mzuri kweli huyu, hebu sio tumlete hapa kanisani, lakini naogopa. Nini? Behavior, tabia. Kabisa. Kwa sababu gani? Unaangalia ni kweli ni mtu mzuri, ana kitu kizuri, lakini hana rehema. Hana neema. Hela ikija mbele hapa, anasahau wewe ni nani. Yaani anasahau. Anakusahau kabisa. Utukufu wa Mungu ukija anakusahau kabisa. Siku moja nikaenda mahali fulani, nafikiri nilikuwa na mama na mchungaji. Mahali hapo tukaandaa mkutano wa injili mkubwa kabisa. Tukaandaa na 80% ya ule mkutano kiuchumi ni mimi
na hawa wazee na baadhi ya watu wengine ambao wanapenda Mungu, tulichanga fedha tukaanzisha ule mkutano kabisa. Mkutano ule ukawa kabisa umeenda vizuri. Basi hata kumshukuru basi hata yule ambaye amefanya ile tukio, wanapeana utukufu wao wenyewe, wanapeana wenyewe. Tena hawa ambao wanapewa hawakuchanga hata 100 hata 100. Utukufu wa Mungu umeenda wapi? Kwa wengine. Nani ameunda huo mchezo? Huyo bwana, huyo ndugu, huyo ndo kaunda kwamba watu huu uongozi wa hii kanisa wakijua ni hawa wameandaa, wataaminika sana. Na wakiaminika, inawezekana nafasi yangu nikaikosa. Akaenda kachafua pale. Ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Ogopa mtu ambaye ana maarifa ya kuchafua usemi. Kumwambia hata mtu asante ni ukarimu, ni ukarimu. Ni ukarimu. Kumwambia mtu asante, nisikilize, kumwambia mtu asante ni ukarimu. Huna cha kumpa, lakini asante iwepo tu. Mungu amekuponya, Mungu amekuinua, basi njoo kwenye ukarimu. Bwana asante. Wewe muda huo huna. Mkristo lazima uwe na moyo wa nini? Ukarimu. Kwenye Timotheo pia anasema kwamba mtu ambaye anatamani kuwa mchungaji wa askofu awe na moyo wa nini? Ukarimu, ukaribishaji, karibu. Rafiki yako amekusaidia, mwambie asante tu. Mwambie tu asante. Mwambie tu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tu leo tutaombea hivi tutatu hapa kwa ufupi tu. Alafu baada ya hapa nitamkabisha mama aje azungumze kuhusu habari ya maombi ya Ijumaa. Bwana asifiwe sana. Wangapi mmenielewa hapa? Funga mkono wako kama mmenielewa vizuri. Amen. Basi tengeneza lugha yako vizuri katika maeneo haya. Hakikisha kabisa haulili uje hapa kwenye utukufu, lakini uwe mtu wa nini? Wa neema, baraka na neema. Haleluya. Haleluya. Mfanyie Mungu vitu. Tendee Mungu mambo. Tena kwa moyo wa ukarimu na moyo wa upendo. Kazi ya Mungu usifanye kwa malalamiko. Hii sasa ni kwa watumishi wa Mungu. Usifanye kwa kulalamika. Ukiona kabisa una hali ya uchungu, hiyo kazi acha. Maana itakuwa ina baraka. Naomba usimame. Naomba unipe lugha. Nipe lugha Yesu katika maisha yangu. Bwana nipe lugha. Mimi sina lugha. Nipe lugha yako Bwana, nikaanze kuizungumza. Bwana Yesu, mimi sina usemi, bali wewe una usemi. Naomba usemi wako. Nipe usemi kwenye familia yangu, kwenye afya yangu, kwenye jamii yangu, kwa viongozi wangu wa kanisa, viongozi wa nchi, viongozi wa mtaa, viongozi wa maadili. Bwana Yesu, nipe usemi, nipe usemi. Sema Yesu, kwenye familia yangu na watu wangu tujalie lugha iliyo moja. Kanisa lako tujalie lugha na usemi ulio mmoja kwa jina la Yesu. Hebu jiombee lugha sasa. Omba lugha kila mmoja. Bwana akupe lugha katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu uliye hai. Bwana naomba sasa ukanipe lugha, maana sina lugha. Bwana nipe usemi. Bwana nipe lugha. Maana mimi ni mwanadamu, wakati mwingine nakosa usemi, wakati mwingine nakosa lafudhi, nakosa lugha, lakini wewe ndio mwenye lugha. Nipe lugha. Hebu omba kila mmoja. Bwana akupe lugha. Bwana akujalie lugha, roho ya usemi. Randa rabashika, yemanda rabashika. Bwana akupe usemi, Bwana akupe lugha. Omba, usinyamaze.
Bwana akupe lugha ya baraka katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, naiomba neema yako kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, naomba rehema zako kwenye maisha yangu. Sema Yesu, tazama sadaka zangu nilizoachilia madhabahuni pako. Bwana Yesu, naomba unikumbuke, naomba unikumbuke. Kumbuka familia yangu, kumbuka uchumi wangu, kumbuka masomo yangu. Bwana nikumbuke. Sema Bwana Yesu, angalia utumishi wangu mbele zako. Bwana, naomba unikumbuke kwa neema yako na rehema yako. Hebu omba neema na rehema, omba neema na rehema. Bwana akurehemu sasa kwenye kile ambacho Bwana umetenda mbele zake, na kabisa moyo wako na kushuhudia kabisa kama kuna kitu ambacho ulifanya mbele za Mungu. Wakati mwingine pia umekuwa mwaminifu mbele za Mungu kwenye kazi yake. Bwana akurehemu, Bwana akurehemu, Bwana akupe neema zake. Bwana, naomba rehema zako, naomba neema yako Bwana katika uhai wangu, naomba neema yako na rehema. Hebu omba rehema, omba rehema. Bwana kurehemu, Bwana kurehemu. Wako watu ambao pia uliwasaidia kwa msaada wa Mungu. Bwana akumbuke ule msaada ambao ulimsaidia yule kijana, yule mama, yule kijana, yule mtumishi. Bwana akumbuke, Bwana akumbuke. Akumbuke pia matoleo yako. Hebu omba. Randa rabasika, karabasika. Bwana Yesu kumbuka. Yesu kumbuka sadaka zangu ambazo nimeachilia mbele zako. Bwana kumbuka. Kumbuka Bwana. Randa rabasika. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Funga macho yako tena vizuri. Kuna wako mmoja kama moyoni, mwingine nyosha juu. Nataka nikuombee neema na rehema. Haleluya. Haleluya. Ile rehema ambayo Bwana amekujalia basi ikafanye kazi sasa. Kabisa wengine mmekuwa hata waaminifu kwa kupenda ibada. Bwana akurehemu kwa upendo wako tu wa kumpenda Mungu katika ibada. Bwana akurehemu. Wengine kabisa ni kwenye matoleo, mmekuwa waaminifu kwenye utoaji wa sadaka, zaka, dhabihu na kadhalika. Wengine kabisa ni katika utumishi wa aina yote ndani ya kanisa hili. Hebu Bwana leo akukumbuke kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, niko mbele za uso wako kwa ajili ya watu wako ambao Bwana Yesu umefanya kwa ajili ya kazi yako. Wengine Bwana Yesu uliwatuma mahali fulani wakatoe msaada. Bwana Yesu wengine uliwatuma kwa ajili ya upatanisho, nao Bwana wakapatanisha. Bwana naomba sasa watu wako wakumbuke. Bwana usiwaache. Baba, naomba rehema yako na neema yako sasa ikashuke kwa watu wako. Bwana Yesu, naomba neema yako na rehema. Ninaomba neema na rehema, maana sisi hatustahili. Maana sisi sio wakamilifu, lakini Bwana watujalie ukamilifu kwa roho wako wa neema na rehema. Akashuke sasa ndani yetu. Neema yako Yesu ikashuke ndani yetu. Rehema zako zikashuke ndani yetu sasa, maana sisi hatustahili, bali Bwana wewe ndiye unastahili. Katika jina la Yesu Kristo, sema napokea neema zako Yesu Kristo. Napokea rehema zako Yesu. Bwana Yesu, nijalie neema, nijalie rehema kwenye maisha yangu. Nikuinue wewe, nitembee na wewe kwenye maisha yangu yote. Bwana niwezeshe kwa neema yako na rehema zako, nitembee na wewe katika huu ulimwengu wenye dhiki, wenye mateso, wenye majaribu. Bwana niwezeshe nitembee kwenye neema yako, maana bila wewe mimi siwezi. Bila rehema yako, bila neema zako mimi siwezi. Yesu niwezeshe. Baba mtakatifu, naomba sasa Bwana ukatuwezeshe tukatembee kwenye neema yako na rehema yako, maana sisi ni wanadamu. Wakati mwingine huwa tunakosea pasipo kujua. Bwana Yesu, wakati mwingine tunakosea kwa kujua pia. Lakini naomba neema yako mfalme wa amani juu yetu, maana mioyo yetu tumeachilia kwako. Nafsi yetu Bwana Yesu tumeachilia kwako. Akili zetu tumeachilia kwako mfalme wa amani. Bwana tembea nasi. Usimwache huyu mama, usimwache huyu kijana, usimwache huyu mtumishi, wala huyu mtoto, wala mtu yeyote wa huduma ya Kristo. Bwana usimwache.
katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen.